mheshimiwa, tuko kwenye hali mbaya, tena hasa sisi wajane ambao tuna familia. Uwapeleke watoto skuli, ulipe kodi ya nyumba, huku ukija mzigo ushakukata. Mimi kwa bosi wangu nadaiwa, hanipi mzigo sasa hivi. Kwa hiyo nadana leo hapa, kesho kutwa hapa. Na ananiambia sikupi mzigo mpaka utakaponilipa pesa zangu. Nazilipa vipi mheshimiwa, wakati hali yangu ni mbaya? Watu wote wakija wanaishia juu. Mimi naingia humu ndani saa 10, natoka saa 3, saa 2. Mwanzo tulikuwa tunauza wakati zitungule na carrot na pilipili boga hazijauzwa chini. Hata kama si kilo nyingi, ukiuza kilo 3, kilo 4, lakini unapata kufanyaje? Kusukuma mzigo. Sasa hivi mheshimiwa, utakaa mpaka saa 3. Hupati mtu, ukishafutari basi. Kwa hiyo tunakuomba baba, kwa hisani yako na uongozi wako wote, mturejeshe mfumo wetu wa mwanzo, kwa sababu mfumo wa mwanzo ulipangiliwa vizuri kabisa. Sasa hivi watu wanakuja wanapata kila kitu chini. Juu atakuja kufanya nini? Sisi juu tunapata wale manyenga, tunawaita wale walalao. Ukitaka 1500 utauza, utaki basi. Kwanza natoa pongezi kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kutuhurumia wanyonge ambao tunajishughulisha na biashara ndogo ndogo kama sokoni hapa tuliokuwepo. Tumetoka na hali ngumu ya masoko ya chini ya tope, lakini Dr. Hussein Mwinyi na uongozi wake tunashukuru, alituona akaamua kutujengea miundombinu ya soko la ghorofa ambayo tulikuwa tunayaona kwa wenzetu. Wafanyabiashara wanaenda kufanyiwa kitu ambacho sicho, inaumbiza kwenye nyoyo. Sizungumzi kwa ubaya kusema kwamba labda namchukia mtu, hapana. Nazungumza ninachoomba mimi, kiongozi anaposhushiwa agizo, alisimamia agizo kwa maslahi ya wafanyabiashara, sio kwa maslahi yake yeye binafsi. Kwa sababu inatokea mpaka wafanyabiashara wenyewe walokuwepo ambao blokie wanakuja kunifuata mimi kiongozi wa wafanyabiashara, wanasema wewe ni kiongozi wa wafanyabiashara sawa, lakini sisi tulokaa maeneo ambayo sio sahihi na mipangilio ya serikali tunaifahamu, tunashindwa kuondoka kwa sababu na sisi tuna uongozi wetu ambao unaotusimamia katika mambo yetu tunayoyakiuka. Nendeni kwa mkuu wa mkoa, nendeni kwa mkurugenzi, nendeni kwa mkuu wa wilaya. Sisi hao ni tutaenda kupitia huyu mtu wetu anayetusimamia. Mimi ni kiongozi wa wafanyabiashara, ninaumia ninaposikia kama jambo kama hilo. Tuwe tuna nia na kauli moja ya kwenda kutumikia watu, na huyu ambaye aliotupa dhamana hizi katupa kwa kutuamini, katupa kwa kutuamini. Tufanye kazi kwa haki lillahi ili tuweze kuonyesha performance ya eneo hili. Haya ndio yaliyokuwepo. Kama tungelikuwa wamoja, wafanyabiashara kule nje wote wangekaa na wakakaa kwenye mstari mmoja, kwa sababu kila ambaye angeendewa angesema no, hivi ndio tulivyokubaliana. Lakini huyu akaenda hivi, huyu akaenda hivi, hatuwezi tukafika. Tayari lazima tuweze kuchange. Tayari tunashukuru kwamba tumepata nafasi kama hii, tunaweza tukakaa baadaye tukareview vitu vyetu. Tayari Mungu katujalia hii neema kubwa sana sana kabisa sana. Wafanya biashara waliokuweko juu, tusifanye mitaji yao ikafa, tuumize brain zetu. Vipi watu tufanye waje juu, ili kukua kwa soko ni kuinuka kwa mitaji ya wafanya biashara. Hawa watakapokuwa wanainuka, hawa watapata mitaji, wataweza kutumia, soko litakuwa linakuwa zaidi na watu watakuwa wanaingia zaidi, ndipo fedha itakapokuwa inapatikana. Watu watafanya kazi 24 hours, ndivyo inavyotakiwa. Lakini eneo moja tukiliua, eneo jingine, hawa tunapata dhambi sisi kwa kuwaua hawa, kwa sababu hatukutumia maarifa yetu vizuri ya kuweza kukuza na kuendeleza eneo la hapa. Sasa hii ni lazima tuweze kukaa, alafu tuone nini tutafanya. Hii kamati hii inawezekana kwamba ina lengo nzuri, lakini wote wakishikamana pamoja, ina maana kunaweza kukawa hatari kwa baadhi ya watu. Ndio maana watu wanaweza wakapita katikati wakaigawanya hii kamati kwa maslahi yao ambayo wanayoyataka. Lakini
Mimi naona kwamba mbona hatuko vibaya sana. Kuna ishara zote zinaonyesha ishara za wema zaidi. Ongezeko la wafanyabiashara linatupa sura kwamba ni uhitaji wa masoko mengine serikali ijenge. Kwa hivyo kuna dimandi kubwa ya wafanyabiashara. Kama dimandi iko kubwa, ina maana uhitaji ni mkubwa. Kama uhitaji ni mkubwa, tuna nafasi ya kubuni masoko mengine ili watu wakaweza kufanya biashara zaidi. Hii ni indicator moja, ndio kitu ambacho kinachoonyesha. Sasa katika eneo hili la kwanza, basi tuna wajibu hawa waliokuwepo kuweza kuwachunga sasa na kuweka katika mstari ambao uliokuwa mzuri, ili wakaweza kuchangia na hatimaye kwamba taifa likapata kodi, na ndipo tukawajengea hayo masoko mengine ambayo yanahitajika, kuliko tukawaacha kule wakizagaa. Lakini sio ujema tukawacha kwamba kuna eneo ambalo watu wanafanya biashara zaidi na eneo ambalo haliendi vizuri zaidi. Hapa inatubidi lazima tukubali, twende tukashirikiane, tuondoe muhali tu, ili watu warejee katika track. Tunajua kwamba kutakuwa kuna maneno kidogo yanaweza yakatoka, yanaweza yakaja, lakini ndio tufanye nini? Ndio tunatengeneza. Hizi hapa ni milioni 913 ambazo watu wanadaiwa, zinakaribiana na bilioni 1. Tunataka masoko haya yaweze kurejesha fedha ili tuweze kutoa huduma katika maeneo mengine. Sasa hizi fedha ni wavuja jasho, tukiwaachia wengine tu wafanye wanavyotaka, hichi kitu kitakuwa hakiwezekani. Sasa ni lazima kwanza yale masharti na taratibu zilizowekwa ambazo watu wamezikubali, lazima itabidi kampuni wazisimamie, kwa sababu ule ndio muongozo uliowekwa. Sasa mtu asiyotaka kufuata muongozo, huyo anakuwa ni muasi tayari. Itatubidi lazima tumsamehe tu, mazali tushakuwa tunawafanya biashara wengi tayari. Tumeshaweka eneo la kufanyia biashara, lakini lina utaratibu wake. Kila ambaye atakayetaka afuate utaratibu tayari. Kwa hivyo na sisi tutamtafuta mtu ambaye mwenye uwezo wa kufuata sheria pamoja na taratibu zile zilizowekwa, ili tuweze kwenda naye sambamba. Hizi hatukuziweka sie, ni taratibu ambazo zimechangiwa na wote. Kwa hivyo kama muongozo upo, ni lazima tutafute muongozo ili kwanza tuupitie, na katika kuupitia watu waelimishwe juu ya muongozo ule. Tusichukue hatua kabla watu hatuja waelimisha, tuwaelimishe ule muongozo. Inawezekana kweli wafanya biashara wengi hawauelewi huu muongozo tayari, hauelewi, kwa sababu kuna wakati hata ndoa za mkeka zipo, umekubali ndo nkaja, kwa mahari ndo nkatoa, mambo yanakwenda tayari. Sawa. Sasa tuwaelimishe huu muongozo, tuwaelimishe vizuri, kwa sababu tutumie nafasi kubwa kuwaelimisha watu waweze kubadilika na kuchange mindset. Pale tutakapohisi kwamba hawabadiliki, ndipo tutachukua nini? Hatua. Na kuchukua hatua hiyo hatuna msalili Mtume. Tena tunajua kwamba tutapata mengi, lakini hatua tuwe tumeshachukua. Lakini jambo la kwanza kuliko lote, tutafute baadaye. Namtaka msimamizi wa Jumbi, msimamizi wa Kwerekwe na msimamizi wa kule tayari. Hebu tuje tuupitie ule muongozo kwanza tayari. Lakini jambo la kwanza kuliko lote, tupitie muongozo, tuutizame, baadaye twende kwa watu wetu tukafanye nini? Tukawaelimishe. Tuanze
kwamba hii eneo tulilokaa serikali imetumia fedha nyingi, ni lazima tuweze kuchangia kidogo kidogo ili tuweze kujenga maeneo mengine kwa ajili ya utoaji wa huduma nyingine. Hili lazima tuambie kwamba wanastahiki kuweza kufanya kile ambacho kilichotakiwa kwa mujibu wa mwongozo na taratibu. Kwa hivyo lazima walipe, lazima wachangie humu. Hizi milioni 913 hizi tujitahidini kwamba zirudi. Kwa hivyo tukisha kupata mwongozo, tuwachukue wafanyabiashara kwa eneo, waeleweshwe, waambiwe madhumuni na sababu ya kuwa na mwongozo. Mwongozo huu ulijumuisha watu wote, sio mtu mmoja. Sasa haya yote yaliyokuwemo, iwapo kwamba tutasimama na mwongozo, kama kuna changamoto zitatokea tutaweza kuzijua. Lakini jengine, tulitoa maagizo kwamba watu kila Ijumaa wakae pamoja ili kuweza kuzungumza changamoto zilizokuweko ili ziweze kutatuka na kuoversee zijazo ili kuweza kuleta mapendekezo. Mimi nisikitike sana, sijapata minutes hata za kikao kimoja, kwamba je, huku kuna changamoto gani, mpaka unaona ufuatilie uje uzione. Kwa hivyo sijapata kikao hata kimoja toka siku nilotoa agizo, na mnakaa sijui anaishia wapi, na kama kurekebisha, je, tunarekebisha lipi la mwanzo? Inabidi kwamba unakuja mwenyewe sasa. Lakini all and all, yote haya, tuna tatizo moja tu kubwa, tuna tatizo hili moja tu basi la usimamizi. Hii ndio challenge. Tuna tatizo la usimamizi. Usimamizi uko kwenye jumuiya au kamati yetu, usimamizi uko kwenye kampuni, ama usimamizi uko katika municipality. Kwa sababu tayari kampuni ndio waliopewa hii kuweza kuisimamia, na kama wamesimamia, ina maana serikali wame outsource wao waweze kupumzika, kushughulikia na mengine, waweze kumonitor tu. Sasa ile monitoring tunaoifanya ndio hii ndio monitoring. Kwa hivyo supervision tayari tuna tatizo kidogo katika neno usimamizi. Kwa hivyo wasimamizi peke yao, kuna siku lazima tuweze kwenda kupeana darsa namna ya kusimamia hali kama hii. Pengine wengine hatukuzoea hilo, hatukuwahi, au pengine miundombinu iliyokuweko hapa na eneo jingine ni tofauti. Kwa hivyo tunahitaji kujengewa uwezo ili tukaweza kwenda kusimamia vizuri zaidi na kuleta faida. Tayari. Kwa hivyo mimi nahisi kwamba tuna kazi ya kuweza kujengewa uwezo. Jumuiya tujengewe uwezo, lakini na wasimamizi huku watu wa operation tujengewe uwezo. Hapa kuna pande tatu: pande ya jumuiya ya wafanyabiashara, pande ya Viclean ambayo ni msimamizi wa soko, na upande wa municipality mwangalizi wa overall. Hizi pande tatu tunataka zikamatane sana na zote ziweze kuzungumza sauti moja.